Guys, sasa ndio hiyo Kitengela protest. Mtu mmoja ameripotiwa kufariki dunia baada ya polisi kutumia mabomu ya machozi kutawanya umati wa watu katika eneo ya Kitengela wakati wa mkutano wa kisiasa wa Mwanaija Rally ulioongozwa naye Edwin Sifuna. Kwa mujibu wa mashuhuda, maelfu wa wananchi walikuwa wamekusanyika kusikiliza viongozi mbalimbali wa kisiasa kabla ya hali hii kuwa ya mvutano. Inadaiwa kuwa baadhi ya vijana walianza kurusha mawe kuelekea barabarani, hali iliyosababisha polisi kuingilia kati wakidai kulinda usalama na kuzuia uharibifu wa mali. Baada ya mabomu ya machozi kurushwa, taharuki ilitanda na kusababisha mkanyango mkubwa. Ni katika mkanyango huo ambapo mtu mmoja alijeruhiwa vibaya na baadaye kuthibitishwa kufariki dunia alipofikishwa hospitalini. Polisi wamesema wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha vurugu hizo, huku wakitoa wito kwa wananchi kudumisha amani. Nikizungumza na mkaazi mmoja kutoka mjini Thika akitoa maoni yake kuhusu tukio hiyo, alikuwa na haya. Wafanye kazi yao vile imeandikwa kwa law, na hawafai kutumia excessive force kuhandle vitu kama politics. Unaona, politics I think ni right ya kila mtu. Unaona, Alafu kama mwananchi unaweza blame polisi ama au wenye walikuwa wameorganize hiyo protest, una blame nani like kwa hiyo incident iliyofanyika hadi mtu akauliwa, watu wakatupiwa tear gas? Uta blame nani? Like utasema ni nani alifanya hiyo kitendo itendeke, ni polisi ama ni yao wanasiasa? sema tu ni police are the one to blame. Mimi kwa maoni yangu ni polisi wanafaa wafanye kazi yao vile imeandikwa kwa law, na hawafai kutumia excessive force kuhandle vitu kama politics. Unaona, the politics I think ni right ya kila mtu. Unaona, nadhani Sifuna alikuwa anakosea. Alafu kama mwananchi unaweza blame polisi ama au wenye walikuwa wameorganize hiyo protest, una blame nani like kwa hiyo incident iliyofanyika hadi mtu akauliwa, watu wakatupiwa tear gas? Uta blame nani? Like utasema ni nani alifanya hiyo kitendo itendeke, ni polisi ama ni yao wanasiasa? Mimi sema tu ni police are the one to blame. Polisi ndio unaweza blame juu ya excessive force. Unaona, wangeenda pale tu wafanye kazi yao vilivyo, I think the situation could have been ingekuwa tofauti. Asante kwa wakati wako. Sawa.